Na Mungu nasikiliza Baraka One TV, kipindi ni habari na maelezo, na mimi ni baba la baba, the one and all in town, DJP Mzwangwa Suma, Rajabu Akili Kabonga, mwamba wa miamba. Bwana, nasema bwana. Ndugu zangu, wazee wangu, naona hapo kuna wazee wangu wengi wananisikiliza, mama zangu, dada zangu, vijana wenzangu, wazee wangu, Suma wenzangu, wote tunaungana kwa pamoja na tuko tunazidi kusukuma ile gurudumu letu liweze kwenda mbele sana. So big up kwa wote, namaanisha asante sana kwa wote ambao mko natusikiliza kutoka pande zote za dunia. Tuko wengi sana ambao wako Australia, wengi pia wako South Africa, wengi wako Canada, wengi pia wako Lubumbashi, na wasalimu pia watu wangu wa Kalemi, Uvira yote na sehemu mbalimbali ambako mko nazidi kuwa pamoja na sisi. Katika yale ambayo tutayazungumza ni kwamba M23 wanalaumika kwa kuwalazimisha vijana kuingia ndani ya jeshi huko maeneo ya Sake. Mapigano ambayo yamefanyika pia maeneo ya Kibati kati ya FARDC dhidi ya magaidi wa M23. Na pia tutagusia hili swala la wazalendo na M23 huko maeneo ya Walungu ambako kulisababisha vifo vya watu 4 na huko majeraha mengi pia yakiripotiwa kutokana na mapigano hayo. Tutagusia kidogo kuhusiana na mapigano yafanyika maeneo ya Rubona huko Jimboni Kivu ya Kaskazini, maeneo ya Ruchuru. Mapigano pia ya Kibati yameweza kurudia tena upya kati ya FARDC pamoja na wazalendo wakitongana na M23. Hatari kubwa iko inaandalika kufanyika huko maeneo ya Minembwe, Twigwane, Horedi, Tabara na M23 kuvamia village nyingi kutoka tarafani Fizi. Tuanze na hii. Ili kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Ni kipindi cha habari na maelezo, na niko na habari nyingi ambazo nitakwambia, lakini kusia kwanza hivi, Wabembe na Wanyarwanda, barefugee Rwanda, Banyamulenge, grupe ya Sematama, Twigwaneho, Mikenge waliweza kufanya reconciliation yenye kwa lokal. Wakakaa pamoja, wakasema kwamba tuelewane, tuache kupigana. Wakakubaliana na tufungue njia zote zikae wazi. Sisi wote wa chini wapande juu, wa juu washuke chini, tuishi kwa pamoja. Baada ya miaka 8 ya kutokuelewana. Unaelewa? Hiyo ilikuja nafikiri ni April 2018, April election ya 2018. Na mambo ikaharibika. Babembe, Bafuliru na makabila zingine dhidi ya Wanyarwanda. Sasa hivi wamezungumza, wamekubaliana kwamba waishi kwa pamoja. Sio mbaya. Idea ya kusema kama tuishi kwa pamoja sio mbaya. Lakini shida ni kwamba hawa wenzetu wanakuaga wako na idea ziko kashe. Agenda zingine zao zinakuwa ziko kashe. Mnaweza kuongea hili swala hapa bla bla yulu, mnakubaliana ndio, lakini ndani ya roho iko na jambo lake lingine. Kwa mfano, tunasema tuache kupigana, tuishi kwa amani, kwa ushirikiano. Sawa sawa. Lakini yeye ndani yake anasema kwamba hili eneo ni la kwangu. Ushaelewa? Tuache kupigana, tuishi kwa amani, lakini hili eneo mimi ndo natakiwa ni mtawale Mubembe hapa. Sasa inakuwa ni tofauti na jinsi mazingira ya lile eneo. Ni eneo la Mubembe, eneo la Mfuliru, eneo la Muvira, la Mubangubangu, la Mushi, la Mukasai, la Mdande, la Manyema. Sasa wewe Mnyarwanda ambaye ulikimbia vita unasema kwamba tuache kupigana, lakini ndani yako unafichika ile eneo liwe ni lako. Kisha unaanza tena kujikusanya chini chini, kuweka silaha na vitu gani, kwa siku moja utamshambulia ule ambaye mliongea naye kwamba tuache kupigana, sawa, tuishi kwa amani. Ndio hili ambalo liko linaandaliwa sasa hivi Minembwe. Unaelewa? Wabembe wako na hii problemi sana. Tulina problemi manga, shiki ile jua. Shiki kabisa ile jua. Kama watu wanaongea kwamba tuache kupigana, tuishi kwa amani, sisi tunapitaka tunajisahau kabisa. Unajisahau kabisa.
unasaulika kwamba kesho iko na lazima ujipange munjia moja ama nyingine ili kuevite maovu yasijitokeze. Sasa nini kilitokea huko Minembwe? Kwa taarifa ambazo nimezipata kupitia kiongozi wa Wazalendo Mo Plateau, mzee wangu huyo, big up sana mzee wangu, kukutana na mara kaza wa kaza, lakini inabidi tutengeneze jambo ambalo liko na ukubwa zaidi. Sasa nini wanafanya? Wamewakaribisha M23 ambao walikuwa na pasua milima Uvira. Baada ya kupigwa kule, wamoja walifanikiwa kutoroka mtego wakaenda Minembwe. Unajua ndugu yangu, hata mtego hata makira haiko samaki zote ndo zinabaniwaka. Zingine zinavunjaka makira na zinaponyoka zinaenda, na zingine mtazibana. Hamjai kuroa juu. Kuna watu wanasema sasa mko mnasema ke mnadhibiti milima ya Uvira, bali pita ndo hii. Najua maswali kama haya watu wanaulizaga. Unasahau kwamba hata mtego makira samaki zingine zinapitaga mkwabo, hata mkwabo zingine zinarukaga na mkwabo, na mko mnazilivuta kumchanga, unaona chup inaruka nenda, aonagi vile. Sasa utajiuliza kwamba mwanadamu alipenya yeye mpori. Hiyo ni kawaida. Sasa wale wenye walipenya porini wanaenda kujikusanya kule waanzishe mashambulizi Baraka. Selon coordinateur wa Wazalendo Mo Plateau anasema inatakiwa ianze leo hii jeudi, vendredi, samedi, kuanza kupasua. Sasa huko mavilaji za mingi zenye anataja ziko strategique ambazo tunatakiwa kuzifunga. Ili zile vilaji zinafungiwa ndo hasita permettre batwigwaneho ba RD Tabara M23 kushuka muvile ya Baraka. Usisahau pia kuna taarifa nyingine leo, kuamkia leo kumekamatwa boti kutoka Uvira. Huko wanaume wengi, wanawake wachache, wanasema ni abiria ambao wanatoka Uvira kuja Baraka. Sasa hawaeleweki, wakiulizwa maswali au wanajibu hivi au wanajibu hivi. Hii ikiwa na maana kwamba watu wako suspect. Hiyo ni taarifa. Tutakwenda kumsikiliza mratibu wa Wazalendo anazungumzia vipi kuhusiana na hii taarifa ya kule Minembwe. Haya, hapa kuna taarifa nyingine ambayo inabidi niigusie. Kuna dada yetu yuko Bujumbura, alafu ndio tutakuja kuunganisha. Yuko Bujumbura, anasema hapa resama, sio anasema na ilifanyika. Kuna bato ukako ilitoa ujumbe kwamba iko na safiri kutoka Burundi kwenda Kalemi, na wale watu wenye wako Burundi wenye wanapenda kwenda Kalemi, bato iko ukako itababeba Kalemi. Sasa watu kutokana na sofrance yenye iko makambi wakasema no, twende na bato ukako Kalemi. Wakaenda kwa sioni, wakaandikwa pale, wakapakiwa mabisi mpaka Rumonge. Kufika Rumonge wanakuta hakuna bato ukako, ni maboti. Selo yeye anasema hivi, masura zenye alikuwa anaziona benye biko naandikwa pale kwa sioni ni masura za nguvu, ondereki ni basoda bamoya hivi benye habiko hata ba Uvira ba Kongole. Juu Uvira tunajuanaga, mtu wa Uvira kimwangalia unasema uno Uvira, benye yeye alikuwa naona ni masura za tofauti. Sasa petite sere yake ndo alisafiri kwenda Kalemi. Sasa wanafika Rumonge, wanapakiwa maboti, wanaambiwa bato iko mizimu. Sasa kuko mizimu mbili, kuna mizimu ya marasi ya Kalemi na mizimu ya marasi ya Sud Kivu. Mizimu ya marasi ya Kalemi kama ndio bato iko pale, ni karibu na Kabimba. Huko village kama 3-4 hivi unazimaliza na unaingia Mkabimba, donc sio mbali. Sasa ni ngumu bato isimamie kumizimu ya Kalemi juu ifike Kalemi, wakati pale na pale haiko mbali, ni sehemu fupi. Aidha bato labda inena kuwa iko ku marasi ya wapi, marasi ya mizimu ya wapi, mizimu ya Sud Kivu, ya territoire Fizi labda. Sasa kitu cha kushangaza ni hiki, wakati balipakiwa mumaboti banaletwa, boti moya ilipotea, destination inconnue. Sasa na mwile boti muko watu benye biko suspect. Selogisi yeye ananiambia, juu alisema hataki jina lake litajwe na hata ujumbe
Ewana, mimi nitumie audio. Hii audio ndio itakuwa ni proof yenye watu watasikiliza na waelewa. Oh kaka, unajua mimi audio watu wananijua, kwa sauti yangu watasikia. Leta tu taarifa ni sambaza, mimi mwenyewe nitaiongelea. Ndio hii ambayo niko naongelea hapa. Sasa boti moja imepotea, boti nyingine ndio wamekuja wamepakiwa mwiyo bato Okako. Wapi? Mizimu. Na hii mizimu ya Kalemi hakuna bato yenye inegeshaga pale, hakuna, labda iko mizimu ya Fizi. Sasa ndio wanasema hivi, ba autorite ya Kalemi, bato Okako ikifika pale inabidi muikontrole sana, najua mko nanisikiza mzuri, mukontrole bato ya Okako ikifika Kalemi sana. EDD hakuna transport kutoka Sud Kivu mpaka mu territoire ya nani ya Tanganyika, inapigwa marufuku usafiri wa bahari. Kwa hiyo kama ni kule donc watafanya magendo, wataenda bana katakata, ushelewa. Ndio taarifa yenye iko hapo. Sasa boti moja ilipotelea Mnatiri, labda ndio hapo ba infiltre wengine wenyewe washa jinfiltre banakuwa mangambo za kule. Taarifa nyingine ni yenye ilikuwa iko kwamba tuko deja Kabimba, silo annonce ya M23 ke biko deja Kabimba, unaona. Ndio hii yenye ilikuwa iko na inachanganyika hapa kwamba biko na tengeneza makundi za watu wanazituma front ili zianze kucreate mapaniki na lenye litatokea ndio hivyo. Kwa hiyo ndio taarifa yenye iko hapa kutoka Burundi. Sasa hawa watu wenye waliletwa wengi ni wanaume, na wanaume ambao pia wako suspect kabisa. Kwa hiyo tusikilize kwanza hii habari kutoka Minembwe, alafu tuje tugusie hizi taarifa zingine ambazo umekuwa unasikiza kutoka Baraka1 TV. Jambo kwa Kongole. Mimi ni coordinateur wa wazalendo wa Oplanto, kama vile mkuu wa majeshi ya wazalendo ya Oplanto Dr. Makonga. Hii ni message urgence tunapatia wazalendo pamoja na jeshi letu la FRDC ambao wanapatikana katika milima mirefu. Milima mirefu inaanza a partir ya hapa Pwezero, tunaenda katika mulima wa hapa mulima wa Nambokoma, mulima wa hapa kwa mulima kwenyewe, mulima wa Mtonga Chimu, mulima wa hapa Kichula, mulima wa Rugezi, mulima wa Kwaitongo, mulima wa Kagwera pale Kakwera, mulima wa Etavi pamoja na mulima wa pale kwa Shefu Munyaka. Alerte. Mipango ya hadui ya M23 ambayo imejiunga na hii grupe ya Twirwaneho inaongozwa na Bwana Kanali Sematama. Wanao mpango, walipanda wengi katika eneo ya Uvira, walipanda katika mulima wa Bijombo, wakapita katika mgini wa Bijombo, wakapita Bijombo ni territoire ya Uvira, wakafika mu territoire ya Mwenga, wakapita Mikenge, na ni wengi hapo Kalingi pamoja na Minembwe hapa Madego na Ilundu. Na mpango wao ni kwa kesho siku ya 4 na siku ya 5 na siku ya posho, vijana wanao shikilia silaha pamoja na government yetu ya FRDC
tuwe macho na tuwe tayari kwa mpango wao wa kupambana katika mwingine ya Pwezero, mwingine ya Nambogoma kupitia pale Abala, mwingine ya Lusuku Makenkoko kupita Lusuku, mwingine ya pale kwa Mulima, pamoja na mwingine ya pale Kichula na mwingine ya Rugezi. Tuwe macho, tuwe macho. Wazalendo, fungueni macho. Yote atasikia hiyo ojo, tukabe tope zote, tusilale, tusikunwe pombe, tuingie katika matope na tufunge manjia. Adui anajipanga kwa kufungula njia Pwezero kwa Mulima ili afike Bogobogo, ili ashambulie mji wa Baraka. Njo pwe foro banafanya pwe strategike, watu wachi katika mingini ya pale Kigongo na pale Makobola. Tufanye ange, kila mzalendo asikia hiyo ojo, asizani ni blagi. Na sisi tusilale, tujue tuko kwenye mapambano, tuwe macho, tujikaze. Apartia saa ya usiku hiyo ojo ya saa 2 na dakika 8, kila mzalendo kwenye iko muzile eneo, kwanza eneo ya Mukera, eneo ya Songe, Kichula, Romezo, Demezo, Mlanga, Echanga, Haamba, kwa Lumanya, Mtonga Chimu, Meta, kwa Mulima, Lusuku, Abala ya kwanza, Abala ya pili, Kowete, batu yuko Kanguri, batu yuko na Kiele, batu biko Washatete, batu biko Kilumbi. Tufunge njia ya Pwezero, tufunge njia ya Mkoko, tufunge njia ya Nambokoma, tufunge njia ya Asobwe, tufunge njia ya kwa Mulima, tufunge njia ya Mtonga Chimu kushukia kwa Lumanya, tufunge njia ya kutoka Kichula Yuru Kusepake, tufunge njia ya Songe. Njo njia za tuletea matatizo. FARDC, tuwe vizira, tusikamate sa blagi. Operation ingia mo planto, tukaze macho, si sote tupambanie nchi yetu. Hatuna ingine njishi, hatuna ingine nchi ambayo tutapambania. Kongo njo nchi yetu. Asante. Yote sikia hiyo ojo, a partager mwisabu siku na kila soda, tous les commandants compagnie, tous les commandants peloton, commandant bataillon, commandant brigade, commandant secteur, tous les généraux de Bazalendo, tukue vigilant, tukaze mo planto. Lieutenant General Mtetezi Bolingo, Lieutenant General pale Kakobanya, fungule macho, kaze o planto pamoja na FARDC kweli Sierra Meji Ngoma Nzito Lulenge pamoja na Colonel Gi mzalendo wa kweli pamoja na colonel wengine. Fungule macho, fungule macho. Adui ana mipango mibaya kwa saa hii, tusikamate ni blagi. Tufunge migulu, tuanze safari. Tufunge mikono, tuanze migulu, fungue, tuanze safari. Tukutanie mumyanzi ya kule mo planto, tupiganie mumbogani ya Kakenge, mbogani ya pale Kushaseso, mbogani ya pale nani Irambo, mbogani ya Rusanguku. Tusilale, tupiganie mumbogani ili tupige adui. Merci beaucoup. Na hiyo ndo taarifa yenye iko kutoka Minembwe, na hizo ndo mavilaji zenye ziko cible za bateroriste ba M23, na kama unavyosikia ndugu yetu anasema hivyo. Taarifa yenye iko ya Kibati kulikotokea mapigano kati ya M23 na FARDC wazalendo. Wazalendo ndo walienda kuwapiga M23 kwenye Biko ndio waweze kuwatoa kule koline ya Kibati. Kibati ni sehemu ambako pana mikakati muhimu sana, na ni lazima sisi tuweze kupamiliki pale ili kupata nguvu za kutosha
za kuendelea kufanya kazi kubwa ya kuwakuta M23, na hilo limefanyika. Wazalendo wamejitahidi kiukweli kwa kazi kubwa wakishirikiana na FARDC na hivyo kuweza kufanikiwa kuwafurumusha M23. Ile kazi ambayo iko inafanyika kule ndio hii ambayo iko inafanyika na Baibu hapa Makobola pamoja na Katongo Kigongo mu territory ya Uvira, wakiwa wanawakunguta vibaya M23. Kuna pia mapigano mengine yamefanyika maeneo ya Rubona. Rubona iko mu Ruchuru province ya Nord Kivu mu RDC, nako pia kulipiganika hivyo hivyo mapigano ya siku mbili kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 7, ambako M23 walikiona cha mtemakuni kutoka kwa FARDC pamoja na wazalendo. Walungu nako pia mu territory ya Walungu mu province ya Sud Kivu, mapigano yenye ilifanyika kati ya M23 na wazalendo pamoja na FARDC imesababisha watu 4 kuweza kupoteza maisha. Watu hao 4 wameuliwa na M23. Taarifa nyingine, jana usiku kwa essence M23 baliua boy chauffeur moya pale kwa essence barulage ya M23 baliua boy chauffeur moya, na hivyo biana ya Bukavu bakachacha kwa maandamano kuomba haki yao iweze kuheshimika, juu haiwezekani barulage biko wanaua batu mu barabara. Atujue juu ya nini kama rulage atakuwa iko naua batu barabara. Ni jambo la kushangaza sana. So mapigano hayo ya maeneo ya Walungu ambayo yamesababisha watu 4 waliuliwa na M23 ndani ya groupment ya territory ya Walungu jimboni Kivu ya Kusini. Mapigano yalianza Jumapili, Jumatatu na hivyo kuelekea Jumatano. Mapigano hayo yaligusa zaidi vijiji vya Bumbalali, Mwendo pamoja na Chiravanyi. Huko mapigano yalikuwa ni moto mno sana, ambako nyumba nyingi zinasemekana kwamba ziliweza kupata hasara kubwa kwa kuanguka, kwa kubomoka, maana ilikuwa ni moto ya vuta ni kuvute. Raia wengi wa Kongo wanatamani Kongo iwe kama hivi. Jinsi unaona hivi, Rwanda huku, RDC huku. Ni kitu ambacho kinatamanika sana na wananchi wengi, na hata Kongo ikipata rais mwenye kuwa na nguvu na mapenzi ya dhati na Wakongomani, itabidi kuweza kufanya hivi. Hatuwachuki Wanyarwanda, hapana, lakini jirani ambaye akutakii mema ni bora kujiepusha naye. Unamwacha na maisha yake na unafanya maisha yako. Hiyo inakuwa inachangia kuweza kukuza security na pia kuweza kukuza namna ya wananchi kujitegemea wao wenyewe. Hilo ni swala ambalo linastahili liweze kufanyika ili kusaidia Wakongomani. So hii ni Baraka1 TV, habari na maelezo ambayo unasikiliza. Na kitu kingine ni kwamba M23 wanalaumika kuwatumia vijana wadogo kuwakamata maeneo ya Sake jimboni Kivu ya Kaskazini na kuwaingiza ndani ya jeshi. Sake ndani ya groupment ya Kamuronza tarafani Masisi. Alliance Fleuve Congo M23 wanalalamikiwa kuweza kuwakamata vijana kwa kinguvu, ambako kwenye nyumba ya kiongozi Luambo Mufuni, akiwa ni rais mstaafu wa shirikisho la vijana la Masisi, wameweza kulalamikiwa kushirikiana na M23 huku wakienda wanawakamata vijana kwa nguvu na kuwaingiza ndani ya jeshi la M23. Vijana wanaoingizwa ni wadogo wa chini ya miaka 18. Kitendo hicho pia kinapingwa vikali na shirikisho la haki za binadamu duniani, ikiwemo pia Umoja wa Mataifa pamoja na UNICEF. Hii ambayo unasikiza ni Baraka1 TV. Ndugu zangu, tuishie kwanza hapo. Kuna kingine ambacho tumesahau. Kwa mengine yote tutaendelea kuungana wote kwa pamoja. Ni kipindi cha habari na maelezo ambacho ulikuwa unakipata kutoka kwa kwetu. Lakini nataka niseme hivi. Jamani, tushirikiane wote na wazalendo. Tupige moyo konde kwa hali ambayo tuko na sasa hivi, tuwasukume wazalendo mbele kwa chochote kile ambacho tunafanya. Sisi tuko tunazunguka front, tuko tuna sacrifice ourselves, we sacrifice our energies, our lives, just kutafuta nini ambacho tunaweza kufanya ili
angalau serikali iweze kuleta umuhimu wake. Unaona kitu kimoja, tutaongea hiyo swala saa 12. Nafikiri itakuwa ni muhimu saa 12 nitakuletea hizo, niongee nawe kidogo tu kwa dakika 2-3 hivi ili mkongomani uweze kunielewa. So tukutane majira ya saa 12. Bye bye.